أعيد وسلامه على المصطفى وعلى آله وأصحابه والوفا amma ba'du. Na kukaribisha ndugu mtazamaji katika kipindi chetu cha kumweleza ama cha kueleza historia ya Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam kulingana na mtazamo wetu wa Uislamu. Na ikiwa leo tumefika katika halaka ya 3, yani episode ya 3, na leo tukasema tutaanza kumweleza babu yake Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam ambaye kama ni Sayyidina Imran alayhi salam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani atuambia inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alalamin dhurriyatan ba'daha min ba'din wallahu sami'un alim. Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza kwamba kuna baadhi ya watu ambao kwamba amewachagua. Mwenyezi Mungu akatuambia inna Allaha astafa, kwamba Mwenyezi Mungu ameteua ama amechagua Adama, Nabi Adam, wa Nuhan, na Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, na familia ya Ibrahim, wa ala Imrana, na familia ya Imran, ala alalamin, juu ya walimwengu. Yani kwamba hawa tumewachagua juu ya wengine ambao kwamba tumewabakisha. Tena Mwenyezi Mungu asema dhurriyatan ba'dhuha min ba'din, kizazi baadhi juu ya baadhi nyingine. Wallahu, Mwenyezi Mungu sami'un, ni mwingi wa kusikia, alimun, tena Mwenyezi Mungu ni mjuzi zaidi. Sasa hapa Mwenyezi Mungu kusema inna Allaha astafa Adam, kama Mwenyezi Mungu alimchagua Nabii Adam alayhi salam. Waweza kuuliza Mwenyezi Mungu alimchagua vipi Nabii Adam? Tuguzie kwa uchache kabla hatujafika kwa Imran. Mwenyezi Mungu kumchagua Nabii Adam ni kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba, na Nabii Adam amekuwa ndiye kiumbe cha kwanza kuumbwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na katika kuumbwa kwake Nabii Adam hakuumbwa tu kama viumbe vya kawaida. Viumbe vingine vote vya kawaida Mwenyezi Mungu aliviambia kauli yake maarufu kun fayakun, kuwa zawa. Lakini Nabii Adam ilipofika wakati wa kuumbwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia alipokuwa akizungumza na Iblis ama Shaitan, Mwenyezi Mungu alipomwambia ya Iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, ni kipi kilichokufanya wewe kukataa kusujudia kitu ambacho kwamba nimekiumba kwa mikono yangu. Kwa hivyo Nabii Adam ama mwanadamu hakuambiwa kun fayakun. Mwanadamu ameumbwa kwa mikono mitukufu ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ilikuwa yawezekana Mwenyezi Mungu kumuumba Adam alayhi salam kwa kumwambia tu kun fayakun, kuwa, na akasimama akawa ni Adam. Lakini Mwenyezi Mungu kutaka kutuonesha ihtiram ya Nabii Adam, heshima ya Nabii Adam, utukufu wa Nabii Adam na wana wa Adamu, Mwenyezi Mungu akatake time yake kufinyanga, yani kumold ile tope ama mchanga wa kumuumba Nabii Adam yeye mwenyewe kwa mikono yake. Huu ni utukufu ambao kama Nabii Adam alayhi wa nabiyina salam alipatiwa. Katika utukufu mwingine Nabii Adam alayhi wa nabiyina salam alipatiwa ni pale Mwenyezi Mungu aliposema wa allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradahum ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Ni Mwenyezi Mungu aliposema kwamba yeye ndo alomsomesha Nabii Adam. Kwa hivyo mwalimu wa Nabii Adam ni Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akamsomesha Nabii Adam, kisha Mwenyezi Mungu akawaambia, akatoa baadhi ya majina ya vitu, akawaambia malaika, hebu niambieni hivi vitu vinaitwa vipi kwa kweli nyinyi ni wa kweli. Lakini Nabii Adam Mwenyezi Mungu akamwambia ambihum
biasma'i haula, hebu waeleze majina. Nabii Adam akawa anawaambia, fasajada almalaikatu, malaika wakamsujudia Nabii Adam alayhi salam. Hii ni katika utukufu mwingine na kuchaguliwa Nabii Adam alayhi salam, hata kama baadaye Nabii Adam alimkosea Mola subhanahu wa ta'ala, kama Mwenyezi Mungu anavyosema, waasa Adamu rabbahu, kwamba Nabii Adam alimuasi, alimkosea Mola wake, faghawa, akapotoka kidogo, akatoka katika njia. Maana Mwenyezi Mungu alimwambia usile mti fulani, na yeye akapitikiwa kibinadamu akala. Mwenyezi Mungu atueleza kwamba faasa Adamu rabbahu faghawa, Nabii Adam alimkosea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, faghawa, na akapotoka na amri ya Mola subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakumwacha hivyo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema, fajtabahu rabbuhu fataba alayhi wahada, kwamba fajtabahu, Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba fajtabahu rabbuhu, Mola wake, yani Mwenyezi Mungu alimteua, alimchagua Nabii Adam hivyo hivyo na makosa yake. Fataba alayhi, Mwenyezi Mungu akampatia tauba Nabii Adam. Kisha Mwenyezi Mungu asema wahada, akamuongoza Nabii Adam alayhi wala nabiyina assalam, akamsamea madhambi yake. Kwa hivyo hapa tayari na kuonesha dalili kama takriban tatu, kama si mbili basi tatu, za kuonesha kuchaguliwa Nabii Adam alichaguliwa vipi. Tuingie kwa Nabii Nuh alayhi wa ala nabiyina salam. Nabii Nuh alayhi salam twasema alichaguliwa kwa sababu amekuwa yeye ndiyo mtume, yeye ndiyo messenger wa kwanza. Kuna watu ambao kwamba wanaitwa anbiya na kuna watu ambao kwamba waitwa mursalin. Naam, kila mursal ni nabii, lakini mursal na nabii ni daraja mbili tofauti. Nabii ni mdogo wa mursal. Kwa hivyo Nabii Adam ndio nabii wa kwanza, lakini mursal wa kwanza, messenger wa kwanza ni Nabii Nuh alayhi wa ala nabiyina salam, na hiyo yaonesha kwamba alichaguliwa na Mola subhanahu wa ta'ala. Vile vile Nabii Nuh akapata daraja ya pili ya kuitwa Abul Bashar Athani, kwamba ndiyo baba wa wanadamu wa pili. Hii ni kauli ambayo kwamba sisi Waislamu watu watumia, kwamba baba yetu wa kwanza ni Adam na baba wetu wa pili ni Nabii Nuh alayhi wa ala nabiyina salam. Kwa nini tusema Nabii Nuh alayhi salam? Kwa sababu Nabii Nuh alayhi salam alipohubiri, miaka ya kuhubiri takriban miaka 950, lakini watu wakakataa kuamini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Nabii Nuh, hao walioamini ndio hao wengine hawataamini. Mwenyezi Mungu akamwambia wasna, kwamba tengeneza biayunina, tengeneza mbele ya macho yetu. Nini? Tengeneza jahazi mbele ya macho yetu. Mwenyezi Mungu akamguide na kumfundisha namna ya kutengeneza jahazi. Kisha ikaja ile the great flood, ambapo kwamba Nabii Nuh akaokoka yeye na wale ambao kwamba walikuwa wamemwamini, mpaka wakakaa siku za kukaa katika flood, mpaka ilipofika wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka ile jahazi tuwe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya samau aqli'i wa ghidha al-ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lilqawmi adh-dhalimin. Kwamba Mwenyezi Mungu akaambia ardhi meze maji yake, akaambia mbingu komeka, yani tosha, usinyeshe tena. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema maji yakadidimia, wa qudiya al-amru, na ikapitishwa amri ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, wastawat 'ala al-judi, na ile jahazi ikatulia juu ya mlima ambao kwamba huitwa Mount Jude. Ndio wanadamu wakatoka. Baada ya kutoka pale, Mwenyezi Mungu kulingana na kauli za wanazuoni na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yasema kwamba Mwenyezi Mungu alijalia wale wote waliokuwa katika jahazi ile ya Nabii Nuh, wote walinyimwa kizazi. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwafunga, wakawa wanawake ni tasa na wanaume pia wakawa ni tasa. Waloendelea kuzaa kuna kauli mbili. Kauli ya kwanza ni kwamba Nabii Nuh tayari alikuwa na watoto wake, kwa hiyo ule Yafeth, Sam na Ham, kwa sababu Yam alikuwa shaangamia. Kwa hivyo Sam, Ham na Yafeth, hawa watatu ndio walipatiwa uwezo wa kuzaa. Kwa hivyo ikawa yeye ndio Abul Bashar, kwa sababu wanadamu wote ambao kama tuko ulimwenguni ima tutatoka kwa Sam, kwa Ham ama kwa Yafeth. Sisi tuseme kwamba Waarabu na Banu Israili walitoka kwa Sam, wa Afrika sisi yasemekana tumetoka kwa Ham, na wazungu wametoka kwa Yafeth. Kwa hivyo hapa ni kuonesha kwamba kizazi cha wanadamu wote ulimwenguni sasa hivi yarudi kwa watoto watatu wa Nuh alayhi wa ala nabiyina salam. Kwa hivyo yeye anakuwa ndio baba wetu wa pili baada ya kwamba watu wote waliwacha kuzaa. Na kauli ya pili yasema kwamba Nabii Nuh alayhi salam alikuwa hana mtoto yoyote. Kwa hivyo wale wote walipofungiwa kuzaa, yeye peke yake na mke wake ndio walikuwa na uwezo wa kupata watoto, ndio wakapata huyu Sam, Ham na Yafeth,
na ikawa ndio kizazi kitaendelea, ndio akaitwa Abul Bashar Athani. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hili tusema ndio dalili ya kwamba Nabii Nuh alichaguliwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Ibrahim alayhi wa nabiyina salam amechaguliwa vipi na Mola yeye na familia yake? Tusema kwamba Nabii Ibrahim amechaguliwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu yeye ndo anaitwa baba wa imani. Huwa samakumul muslimina min qabl. Mwenyezi Mungu asema kwamba Nabii Ibrahim ndio mtu wa kwanza alotuita wale wenye kumwahid, wenye kumpwekesha Mwenyezi Mungu. Wale wote wenye kuamini itikadi yao kwamba Mungu ni mmoja, wote wanaitwa ni Waislamu. Haijalishi dini yako ni gani, lakini ikiwa imani yako ni kwamba Mungu ni mmoja na ndio anafaa kuabudiwa, wewe unaingia automatically katika Waislamu. Na ndio mara nyingi utasikia watu wakizungumza na kwamba Nabii Isa alikuwa Muislamu. Kisha mtu anakuuliza, Ustadh, Nabii Isa alikuwa vipi Muislamu? Na tuambiwa kwamba jaa bidini lislami, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo alokuja na Uislamu. Nabii Isa anakuwa vipi Muislamu? Tukwambia fahamu kwamba Nabii Isa sio kwamba alikuwa ni Muislamu. Maana ya Uislamu ni kusarenda, ni kusarenda nafsi yako kwa Mwenyezi Mungu na kuitakidi Mwenyezi Mungu ni mmoja. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye kwamba atasarenda nafsi yake kwa Mwenyezi Mungu kama Nabii Isa na kuitakidi kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja kama Nabii Isa, huyo automatically anaitwa ni nani? Ni Muislamu. Kwa hivyo Uislamu ni jina ilikuja na mtume, lakini unamna wa yale yanayopatikana katika Uislamu yalipita tangu zamani. Mitume wote tunasema ni Waislamu, japokuwa walikuwa na dini zao, lakini tunasema ni Uislamu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu yale ambayo kwamba Uislamu imeemphasize ndio yale ambayo kwamba wao walikuwa wakiyafanya. Ndio kama maana sisi tukasema pia Nabii Isa alikuwa ni Muislamu because aliamini yale ambayo kwamba sisi tunayaamini. Hata kama alikuwa ni dini gani, lakini itikadi yetu ni kwamba hayo aloyafanya yanaoana na Uislamu. Kwa hivyo hayo yanampelekea kwa yeye ni nani? Kwa yeye ni Muislamu. Na mtu wa kwanza kutuita sisi Waislamu ni baba wa imani ambaye kama ni Nabii Ibrahim alayhi wa ala nabiyina assalam. Na hapa Mwenyezi Mungu anasema wa ala Ibrahima, familia ya Ibrahim, bimaana Ishaq na nani? Ishaq na Ismail. Kwa nini familia ya Ibrahim kuchaguliwa pia? Kwa sababu mitume yote walokuja baada ya Nabii Ibrahim, wacha walokuwa kabla yake, mitume yote walokuja baada ya Nabii Ibrahim wote wanarudi kwa Nabii Ibrahim. Hakuna mtume ambaye kwamba amekuja baada ya Nabii Ibrahim ambaye kwamba lineage yake hairudi kwa Nabii Ibrahim alayhi wa ala nabiyina salam. Ima kutoka kwa Ishaq ambaye kwamba yeye ndo alipata mitume wengi, ama kutoka kwa Ismail ambaye kwamba alipata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Vile vile Mwenyezi Mungu akasema wa ala Imran, kwamba tumechagua na familia ya Imran ala alamin, juu ya ulimwengu. Sasa hapa ndio yaja swali la msingi kwamba Imran anayezungumzwa hapa, huyu Imran alochaguliwa ni mgani? Kwa sababu sisi tuna Imran wawili. Kuna Imran babake Musa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema raaitu Musa ibn Imran, kwamba nilimuona Musa kijana cha Imran alipoenda safari ya Isra wal Miraj. Na pia kuna Imran ambaye kwamba ni mamake Maryam, wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha. Qur'ani yatuambia kwamba na Maryam binti ya nani? Ya Imran. Fahamu kwanza, Imran huyu mamake Maryam, babake Maryam sio Imran yule babake Musa alayhi salam. Majina yako pamoja, lakini watu ni watu wawili tofauti, wanatofautiana. Kwa hivyo sasa hapa Imran ambaye kwamba alichaguliwa ni Imran gani? Na Imran hawa, Imran wa babake Musa kulingana na Biblia anaitwa Amram, na Imran ambaye kwamba ni babu yake Nabii Isa, babu yake Yesu, anaitwa Yoakim. Yoakim ndio Imran babu yake Nabii Isa alayhi salam. Ama Imran babake Musa anaitwa Imram. Tofauti ni ile nun na mim. Sisi ni Imran, wao ni Imram. Sasa hapa Imran alochaguliwa ni babake Musa, ama Imran aliyetajwa hapa ni babake Maryam alayha wa ala nabiyina assalam. Kwanza nimekuelewesha kwamba kuna tofauti baina, hawa ni Imran wawili, sio kwamba Imran huyu ndio yule, la, hawa ni Imran wawili, kwa sababu kutoka Imran wa Nabii Musa mpaka kufika Imran alomzaa Sayyida Maryam kuna karne 18, yani kuna 1800 years. Kwa hivyo haiwezekani kama Imran ule ndio Imran gani? Ndio Imran huyu. Sasa hapa tutashika vipi kwamba Imran ni Imran gani? Wanazuoni wengi wamekhtalifu, pamoja na kuelewa kwamba Nabii Musa pia alikuwa na dada akiitwa Maryam. Kwa hivyo yule Maryam wa dada yake Nabii Musa kwa ufupi pia atakuwa anaitwa Maryam bint Imran.
kama venye Maryam mamake Yesu pia anaitwa Maryam bint Imran. Lakini elewa tu kwamba Imran ni wawili, kuna Imran huyo, kuna na Imran huyo. Sasa swali ni nani, ni Imran gani alochaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na hapa kuna khilaf kubwa hata katika wanazuoni, watueleza kwamba dhahaba baadhi ulamai ila anna ala Imran hum dhurriyatu Musa wa Harun. Baadhi ya wanazuoni wanasema kwamba alu Imran ambao kwamba wamekusudiwa hapa ni familia ya Musa, Harun ibni Imran al-awwal, ambao kwamba ni watoto wawili wa Imran yule wa kwanza alayhi masalam, alladhina dhahara minhum alladhaini, mitume wale wawili ambayo kwamba dhahara imedhihiri minhuma, kutoka kwa hawa wawili yani Musa na Harun, mu'dhamu anbiya'i bani Israil, idadi kubwa ya wanazuoni ya mitume ya bani Israil wametoka ima kwa Musa ama kwa Harun. Ndio wanazuoni wakasema kwamba huyo Ali Imran ni huyo. Wadhahaba akharun, lakini kuna grupu ya pili ya wanazuoni ambao kwamba wanasema ila anna ala Imran hum Maryam wa ibnuha alayhi salam, kwamba baadhi ya wanazuoni wakasema la, Imran alotaja alokusudiwa hapa ni Imran babake Maryam, ambaye kwamba ni Maryam wa ibnuha, na mtoto wake. Alu Imran ni Maryam na mtoto wake ambaye kwamba ni Nabii Isa alayhi salam, wa ummuha, na mamake Maryam, wa akhuha, na ndugu yake Maryam, ambaye kwamba baadhi wengine wanasema Maryam alikuwa na ndugu akiitwa Harun radhiyallahu anhum. Kwa hivyo kuna khilaf baina ulama. Kuna wale wenye kukubali na kusema kwamba la, Imran alokusudiwa hapa ni Imran babake Musa, kwa sababu ya utukufu wa kumpata Musa kupata Harun, na kwamba idadi kubwa ya Banu Israil, mitume ya Banu Israil wanatoka kwa Musa na kwa nani? Kwa Harun. Kuna kauli ya pili ya wanazuoni ambao kwamba wanasema la, Imran alokusudiwa hapa na familia yake ni Imran yeye babake Maryam, mke wake Hanna, mtoto wake Maryam na Nabii Isa, pamoja na ndugu yake Maryam ambaye kwamba akiitwa nani? Akiitwa Harun. Wa alu Imran, na hawa familia ya Imran, istafahumullahu, Mwenyezi Mungu aliwachagua, wa hum min ali Ibrahim, na wao ni katika familia ya Ibrahim. Sasa mbona haikutosheka tu waingie katika alu Ibrahim? Hii inaingia katika mlango wa babu dhikri al-khas baada al-am tashrifan wa takrima. Hii ni kwa sababu ya kukirimiwa na kutukuzwa. Hivyo wanazuoni wengi wamependelea kuwa, lakini kauli ambayo kwamba ni raja, kauli ambayo kwamba yenye nguvu, kwamba Imran ni yupi, ni Imran babake Musa ama ni Imran babake Maryam, ni yupi hasa ndo alokusudiwa wa alu Imran wa ala Imran. Wanazuoni wengi wameenda kushika kwamba Imran alokusudiwa pale sio Imran babake Musa, sio ule Amram, ni yule ambaye kwamba Wakristo wanamuita Yoakim, ambapo kama ndio babu yake Nabii Isa alayhi salam. Huyu ndo alokusudiwa wapi? Alokusudiwa hapa. Na wakatoa sababu, nataja sababu kama mbili. Sababu ya kwanza wakasema kwamba sehemu mbili katika Qur'ani, huyu Imran ambaye kwamba amezungumzwa hapa ametajwa mara 3 katika Qur'ani, na katika hizi sehemu 3 aliotajwa katika Qur'an, sehemu 2 ameoanishwa na Maryam. Yani kivyovyote vile ameoanishwa na nani? Na Maryam. Sehemu 2 katika ya 3 alizotajwa, Imran amenasibishwa na familia hii ya Saida Maryam. Pale aliposema idh qalat imra'atu Imran, aliposema mke wa Imran ambaye kwamba ni Saida Hanna. Hii ni kuonesha Imran anayekusudiwa hapa ni Imran ambaye kwamba ni bwana yake Hanna, ambaye kwamba ndio mamake nani? Mamake Maryam. Na vile vile Imran alipotajwa katika Qur'an akanasibishwa na mtoto yake, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat, tayari yaonesha kwamba Imran huyu ndio huyu wa nana Maryam. Kwa hivyo hii ni dalili ya kuonesha kwamba Imran namna itakavyokuwa, Imran anayekusudiwa hapa ni Imran huyu wa nana Maryam, sio Imran wa Nabii Musa alayhi wa ala nabiyina assalam. Sababu ya pili ambayo kwamba wanazuoni walitoa kuonesha kwamba Imran alokusudiwa pale sio Imran wa Nabii Musa, ni huyu wa babu yake Nabii Isa alayhi salam, ni kuwa immediately baada ya Mwenyezi Mungu kusema inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala alalamin, baada ya mazungumzo haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataja wa idh qalat imratu Imran, yani story direct inaingia story ya nani? Ya Saida Hanna, kutaka kuomba nani? Kutaka kuomba mtoto, kama ishara kukuonesha Imran huyu alozungumzwa hapa juu ndio huyu ambaye kwamba mke wake anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena Mwenyezi Mungu akanasibisha mke kwa kutaja Imran, idh qalat imra'atu Imran, aliposema mke wa Imran. Imran gani? Huyu alotajwa hapa juu. Ndio wanazuoni
ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, wakasema nini? Kwamba kwa dalili hizi mbili yaonesha kwamba Imran alokusudiwa katika ala Imran ni Imran huyu mamake Maryam alayha wa ala nabiyina assalam. Imran huyu mamake Sayyida Maryam akiitwa Imran ibn Yashim. Imran ibn Yashim, na nasaba yake yarudi moja kwa moja mpaka kwa Nabii Suleiman, kisha yapita kwa Nabii Daud, kisha yapanda kwa Nabii Harun alayhi wa nabiyina salam. Kuna watu baina ya Nabii Daud na Nabii Harun, lakini nasaba yarudi kwa Nabii Harun alayhi wa nabiyina salam. Kwa Nabii Harun yaingia kwa Lawi. Lawi ni mtoto wa Nabii Yaqub, kwa hivyo yatoka kwa Nabii Harun, ikitoka kwa Nabii Harun yapita kwa Lawi. Baina ya Nabii Harun na Lawi kuna watu wengi, lakini yarudi kwa Lawi, ambaye kwamba Lawi ni mmoja kati ya wale vijana 12 wa Nabii Yaqub. Kwa hivyo ikitoka kwa Lawi yarudi kwa babake Yaqub, kisha kitoka kwa Yaqub yarudi kwa Ishaq, baada ya Ishaq yarudi kwa Ibrahim alayhi wa ala nabiyina assalam. Imran huyu ambaye kwamba babake Maryam alikuwa ni nani katika jamii yake? Imran huyu alikuwa ni msomi kwanza. Kitu cha kwanza alikuwa ni katika ulama bani Israil, na baadhi ya aqwal za maulama wanasema Imran kana nabiyan wa lam yakun mursalan, alikuwa ni nabii wa banu Israil katika zama zake, kabla ya kuja kupatiwa utume Nabii Zakaria alayhi wa ala nabiyina salam. Yeye Imran alikuwa ni nabii, lakini muadham ulama wa wanazuoni wengi wanasema la, kana rajulan saliha, alikuwa ni mtu mwema katika banu Israil, bal kana imamahum, bali alikuwa ni imamu wao akiwaswalisha katika Baitul Maqdis. Wa kana muallimahum, alikuwa vile vile ni mwalimu wao akiwasomesha pale katika Baitul Maqdis. Alikuwa wakana zaimahum, alikuwa ndio kama mzee wao wa mji. Wakikosana katika mambo yao, katika tofauti zao, Imran kauli yake ilikuwa ndio kauli ya nini? Kauli ya mwisho. Kwa hivyo alikuwa ni rajulun muhtaramun, alikuwa ni mtu mheshimiwa katika kaumu yake. Na ikutoshe tu kwamba kando na kwamba yeye tu alikuwa ni mheshimiwa katika kaumu yake, hata Qur'ani pia imemheshimu ilipomtaja huyu Imran katika Qur'ani mara 3. Imran katika Qur'ani ametajwa mara 3, na ikataja mtoto wake ambaye kwamba ni Sayyida Maryam akatajwa mara 34 katika Qur'ani, kisha ikataja mjukuu wake ambaye kwamba ni Nabii Isa mara 25 katika Qur'ani. Vile vile Qur'ani yetu ikaja ikampa sura mzima kwa jina lake, Suratul Imran ama Suratu Al Imran, kwa jina la huyu Imran, kuonesha daraja aliyokuwa nayo Imran ilikuwa ni daraja kubwa. Vile vile Qur'ani ikaja ikapatia sura mzima jina la mtoto wake ambaye kwamba ni nani? Maryam. Kuna Suratu Maryam katika Qur'ani. Vile vile Qur'ani ikaja ikapatia sura mzima jina la mjukuu wake ambaye kama Nabii Isa, pamoja na kwamba Nabii Isa hana sura katika Qur'ani ambayo kwamba imeitwa kwa jina lake, lakini kuna sura katika Qur'ani ambayo kwamba ile jina lilopatiwa ile sura yahusiana na Nabii Isa. Kuna sura inaitwa Suratul Maida. Suratul Maida ni meza aloomba Nabii Isa kutoka peponi ili watu wake wafuturu. Ilikuwa ni siku ya Idi, watu wake wataka kula Idi baada ya kufunga siku 30. Nabii Isa akaomba meza kutoka mbinguni, meza ambayo kwamba imejaa chakula ikashuka. Kwa hivyo ile Suratul Maida kwa njia moja ama nyingine yahusiana na Nabii Isa alayhi wala nabiyina salam. Hii ni kukuonesha utukufu wa hii familia. Angalia, babu ametajwa katika Qur'ani bali kuna sura kwa jina lake. Mtoto ametajwa katika Qur'ani bali kuna sura kwa jina lake. Mjukuu ametajwa katika Qur'ani bali kuna sura yanasibishwa na nini? Na jina yake. Hii ni kuonesha utukufu wa Al Imran. Ni familia ilikuwa tukufu, familia ambayo kwamba ilikuwa inatambulika, familia ambayo kwamba ilikuwa na uongozi. Ni lazima iwe ni katika familia ambayo kwamba astafahumullah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwachagua. Na huyu Imran alikuwa na mke kabla, na pia alikuwa na mke ambaye kwamba alimuoa utu uzimani, mwanamke akiitwa Sayyida Hanna bint Faqud. Kuna wenye kusema kwa dal na kuna wenye kusema kwa dhal. Hanna bint Faqud na kuna Hanna bint Faqud, kulingana na tofauti ya riwaya ambazo kwamba zimepokewa. Na huyu Sayyida Hanna pia katika Ukristo anahesabika ni katika saints, ndio akaitwa Saint Anne. Kuna katika vitabu vya Kikristo utasikia Saint Anne. Saint Anne ndio mamake Maryam alayha wa nabiyina salam, na ni mke wa Yoakim.
yani mke wa Imran alayhi wa ala nabiyina assalam. Hii ndiyo familia ya Imran. Tunapoizungumza familia ya Al Imran, tumzungumza Imran ambaye kwamba ni Yoakim, na mke wake ambaye kwamba ni Saint Anne ama Sayyida Hanna, na mtoto wake ambaye kwamba ni Maryam ama Miriam ama Mary. Maanake Maryam ki Aramaik akiitwa Miriam, kisha Kilatini akaitwa Mary, Kiislamu tumuita Maryam. Ama ni mjukuu wake Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salam, ambaye Kiaramaik lugha yake Nabii Isa akiitwa Isa, na Kiarabu akaitwa Isa, kisha Kilatini wakabadilisha wakamuita nani? Wakamuita Jesus, pamoja na ndugu yao ambao kwamba yasemekana na Sayyida Maryam alikuwa na ndugu akiitwa Harun, kama tutakavyokuja kueleza kule mbele. Kwa ufupi, hii ndiyo familia ya Al Imran, ambapo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema amechagua familia, amechagua Adam, Nuh, familia ya Ibrahim na familia ya Imran ala alamin, juu ya ulimwengu, yani kwamba wao wako juu ya binadamu wengine. Kama kawaida yake Mwenyezi Mungu, yakhluqu ma yasha wa yakhtar, Mwenyezi Mungu huumba kitakacho kisha akachagua. Mwenyezi Mungu huumba kisha akafanya huyu akawa duni, akamuinua na mwingine. Hawa Mwenyezi Mungu aliwaumba kama mimi na wewe, lakini kisha Mwenyezi Mungu akawainua akafanya ni katika watu ambao kwamba istafahumullah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewachagua, na familia ndio hii tulivyotaja. Inshallah mpaka hapa iwe tutakoma katika kutanguliza kufahamisha familia ya Imran ni gani, na Imran alokusudiwa hasa alochaguliwa ni yupi, ni babake Musa ama ni babake Maryam, ambapo kama tunasema kauli ya jumhurul ulama ni kwamba Imran anayokusudiwa hapa ni Imran mamake babake Maryam alayhi wa alayha wa ala nabiyina assalam. Wa hadha, assalamu alaykum.